Naitwa Edmund Masawe, ni mrajisi msaidizi mkoa wa Njombe. Leo tulikuwa Matiganjora, kwa maana tulikuja kwenye Matiganjora SACCOS. Walikuwa na mkutano mkuu wa mwaka na mkutano umeenda vizuri na wamejadili masuala mengi ya muhimu, ikiwa ni pamoja na mpango kazi wao ama mpango wa chama wa mwaka 2026, lakini pia wamepitisha bajeti zao za mwaka 2026 pamoja na kupatiwa ripoti ya ukaguzi kwa maana ya mkaguzi wa nje ambaye ni COASCO. Na niwapongeze Matiganjora, wameweza kupata hati isiyo na shaka kwa maana ya lugha rahisi, hati safi. Ni chama ambacho kina jitihada nyingi. Kwa sasa ukiongelea katika mkoa wa Njombe uwezo ukataja SACCOS 5 ukaacha kuitaja Matiganjora. Na siri kubwa imejificha kwenye Matiganjora ni kwamba ni ile uadilifu wa viongozi, uaminifu kwa viongozi na wanachama. Hichi chama kina asili fulani kama ya kikanisa. Pamoja ni chama cha kijamii, lakini kina asili fulani ya kikanisa. Kwa hiyo wanachama wake wana uaminifu. Kwa hiyo hata ukijaribu kuangalia kwenye taarifa zao, ukiangalia mikopo chechefu, kuta michache sana, mikopo mibaya uikuti. Kwa hiyo ni chama cha mfano na waendelee, ni waase tu waendelee na wengine waende kujifunza. Leo tumeshuhudia vyama vingine vimekuja kujishiriki, vimealikwa, vimefika. Wamesema wenyewe wamekiri, wamekuja kujifunza, lakini pia na wao wanatembea kwenye vyama vingi ndani ya mkoa na nje ya mkoa. Kwa wanajifunza, wanakuja kutekeleza yale. Hata ukiangalia miradi yao mingi walioifanya kama SACCOS, ni vitu ambavyo wametoka kujifunza kwenye vyama vingine vinafanya nini na wenyewe wamekuja kuanzisha. Ni baadhi ya vyama. Leo tulikuwa kwenye ukumbi wao, ni ukumbi mkubwa ambao unasaidia jamii lakini unasaidia na chama. Badala ya kwenda kukodi, wanatoa huduma kwa jamii na wenyewe wanatumia ule ukumbi. Kwa namna gani chama hiki zinazotolewa Matiganjora kwa maana ya rasilimali zilizopo hapa, mfano vikundi ama jamii kuja kutumia ukumbi kwa shughuli zao, wana basi ambalo la usafirishaji linasaidia jamii kwa ujumla, chama wanakodi basi, wanafurahia zile huduma kwa gharama nafuu. Kwa hiyo kwa Matiganjora ukijaribu kuangalia hata ruti ya mabasi ya Lupembe huku utakuta zaidi ni Probox. Lakini leo hii wanajidai wana basi lao. Wakihitaji wanakwaya, wakihitaji kwenda mkoa wote, kwenda mahali popote, wanatumia chombo chao wenyewe, wanahudumiwa, wanapata kwa gharama nafuu. Lakini wakihitaji mikopo wanaipata kwa wakati bila usumbufu wote. Ukiwa kama mrajisi msaidizi wa mkoa, viko vyama ambavyo vinaanguka, vingine vinakufa kabisa. Nini kinachangia? Lakini upi wito kwa SACCOS nyingine ambazo pengine bado zinachechemea na viongozi wapo na wana viongozi hivi vyama? Upi wito wako kwao? La kwanza kabisa ni waase wanachama. Wanachama ni msimamizi wa kwanza wa chama chao na ndio watumiaji wa huduma kubwa ya chama. Kwa mfano, mwanachama akichukua mkopo akishindwa kurejesha kwa wakati, ama kwa lugha rahisi wanasema akidefault kwenye ule mkopo, tayari ameua chama. Kwa hiyo mwanachama ni msimamizi wa kwanza. Kupitia vyama vyao, mikutano ya vyama, ni vizuri sana wahoji kama mlivyoshuhudia hapo kwenye Matiganjora, wanapata uelewa lakini wanatambua umuhimu wa ile huduma. Kwa ile inawasaidia. La pili ni kuasa vyama vingine. Uaminifu, uadilifu kwa wanachama na viongozi ndio kinaweza kawafikisha hapa kama na wenyewe kama Matiganjora, ama wakatoka kwenye vyama vingine. Lakini kuna tendency ya Njombe watu kujifungia kama kisiwani. Ni waase washiriki kwenye maadhimisho makubwa. Sio kwamba vyama vingine havina fedha, vinazo, vina uwezo. Sio swala la fedha tu, hata ule uwezo tu wanao. Waende waone vyama vingine vinafanya nini nje ya mkoa wa Njombe. Hata wakifika Mbeya, wakifika Iringa, wakifika Dodoma, wakifika Dar es Salaam, Arusha, kupitia yale maadhimisho yanayofanyika ya ushirika, ama wenyewe wakiona zile tour study, watajifunza, wataona nini na watakuja kuambukiza huku kwao, kitaleta faida kwao. Wanajifunza yale mazuri. Hii imetokea hata kwa Matiganjora. Ukumbi umejengwa kwenye Sudi ya Dodoma, walienda walijifunza, wakafika pale Hazina, wakaona nini kinafanyika, wakaiga. Na maana ukiangalia ukumbi wao unaendana kama ule. Ni mdogo kidogo hajafikia ule wa Hazina, lakini ni mkubwa wao kwa mazingira pia. Hata ukiangalia ni mkubwa, unachukua watu wengi. Kwa hiyo kujifunza kule kumewasaidia. Wameenda Ikudi, Arusha, wameenda Mwanza, wanajifunza. Unaona kuna vyama vina usafirishaji kama miradi ya chama.
wameiga, wamefanya, na leo hii huduma ni nyingi, watu wengi. Yani ukija bila taarifa mapema, booking basi limebukiwa, lina watu linasubiri lipeleke. Kwa kujifunza kutoka nje, kuacha kujifungia nako kuna wasaidia pia kukua. Naitwa Nicholas Mlimbira, ndio mwenyekiti wa Matiganjora SACCOS, ninaisimamia bodi kwa ujumla. Sawa. Hatua zipi mambo gani mmefanya mpaka leo mmepata mafanikio makubwa kwenye SACCOS yenu? Hatua ya kwanza ni kwamba jinsi gani tunavyoweza kushirikiana kwenye makongamano kama SUDI, IKUDI na jukwaa la mkoa kwa ujumla. Na watu wa SCCT wakituita kwenye semina zao, basi tunapata maelekezo ya semina, kisha tunagundua kwamba kwa maelezo ya kule na wenzetu wengine tunagundua kwamba sisi bado tupo nyuma. Baadaye tukisha rudi, basi tuweze kuandaa mpango kazi tayari tunaitekeleza. Kama unavyoona ukumbi huu na kwetu, na basi na kwetu wenyewe tumenunua chama kwa kupitia makongamano na jinsi gani wanavyotuwezesha kwenye semina ili kuweka uwekezaji. Namna gani wanachama wako wanakuunga mkono kwenye hizi jitihada za kukuza maendeleo ya SACCOS yako? Kwa kweli wanachama wa Matiganjora SACCOS na imani wanaunga mkono. Hivi ilikuwa ni mwaka 2023. Nitaka kidogo nipumzike kwamba nisiwe mwenyekiti, lakini wanachama walinichagua kwa kura nyingi kwamba niendelee kukisimamia hiki chama. Na tuambie biashara yenyewe ikoje tangu mmeanzisha mradi huu wa ukumbi, mradi wa basi, pia mnapata wateja kwa kiasi gani? Kwa kweli wateja ni wengi. Kwa mfano kama basi tunaweza kupata wateja oda nyingi, lakini wakawa wametangulia wengine kutoa advance. Kwa hiyo tunawaambia basi imetoa advance. Ukumbi unafanya kazi pale kwenye sherehe za jamii, mambo ya harusi, mambo ya mikutano. Isitoshe, halmashauri ya wilaya wa Njombe DC wamewahi kufanyia mkutano wa siku ya wanawake duniani hapa. Kwa hiyo ni kama vile mnajiona kama mmechelewa hivi? Ndivyo ilivyokuwa. Tunajiona kama tumechelewa, tungekuwa pengine tuna mtaji mkubwa katika chama. Umewasilisha maoni au mikakati wa kuongeza basi nyingine dogo. Wamelipokeaje wajumbe? Kwa kweli wajumbe wamelipokea vizuri. Wameona ni hatua mojawapo ambayo tutaitekeleza. Na sisi kama bodi tunaahidi kwamba hilo tutalifanya mapema sana. Tutalifanya mapema ili tuhakikishe kwamba ndani ya mwaka 2026 tuwe na basi jingine dogo. Kama Matiganjora SACCOS bado tunahitaji wanachama kutoka maeneo mbalimbali. Ndivyo ilivyokuwa. Tunahitaji wanachama kutoka maeneo mbalimbali. Sipokuwa tunachowaasa wanachama kutoka nje ya kijiji chetu au kata yetu ni yule waaminifu akija kukopa, ili waweze kulipa kwa muda unaotakiwa. Hao tutakwenda pamoja. Lakini wakisha kosea kulipa kopa mara moja, basi huyo tunamsimamisha kwamba hatufai kwamba aendelee kukopa Matiganjora SACCOS. Kwa hiyo hamna mipaka juu ya wanachama? Sisi kwa kweli mpaka wetu, mfungamano wetu mpaka hatuna, mpaka rasmi hatuna, isipokuwa tunawakaribisha wanachama. Na sisi kama bodi tunaangalia mwanachama huyu anakuja kukopa amepitia kwa nani, amepitia kama ni Njombe, amepitia kwa mtendaji wake. Mtendaji wake lazima tukadhibitishe mali yake anayoiwekea. Kulikuwa na mvutano kidogo juu ya madeni na hususan nyumba. Unaweza kutuambia hili likoje? Kwa kweli unajua wanachama wetu kidogo kusema kwamba uelewa ni mdogo. Kwamba tunazungumza kila mkutano kwamba wanachama wetu hawa wa Matiganjora SACCOS wanakopa lakini wametindikiwa, wameshindwa kurejesha. Na hapo nyuma tulikuwa tunakwenda maporini kwa ajili ya kuwekea maardhi, miti, lakini tulipoona sisi kama bodi tulipoona hilo halitekelezeki na dhamana ile hatuna makadirio mazuri, ndio tukarudi kwenye nyumba. Lakini ni vijana wachache waliotindikiwa walipokopa, na maana hao tayari walikopa sehemu mbili, sehemu ya benki na sehemu ya chama. Ndio maana walikwama. Wangekopa sehemu moja na imani hakuna watu wasingeweza kukwama. Kwa hiyo mkafanyaje sasa? Tukachukua nyumba zao, lakini tumechukua nyumba kwa point ya kwamba wakisha maliza deni lao watazikomboa nyumba kwa thamani ile ambayo tulipangiana nayo. Shukrani sana. Asante sana. Anza kwa majina, tuanze. Kwa jina naitwa Grace Nyagawa, ni mwanachama wa SACCOS Matiganjora. Kinachotupelekea kwamba SACCOS ikue ni kwamba chama chetu kina viongozi ambao wameimarika na wanatujali sana
sisi wanachama wao, na ukiwa na shida unaenda pale unauliza, wanakujibu kwa hekima. Alafu kitu kingine, ukikopa wanakuelekeza kwamba, kwa mfano si wanawake sisi, ukikopa wanakuelekeza kwamba zitumie hela vizuri, lenga malengo uliotarajia, usikope au kwenda kununua vitu, lenga malengo yaliyotarajiwa. Kwa maoni yako, nadhani kwa nini SACCOS nyingine huwa zinashindwa kufikia malengo ambayo mmefikia nyinyi? Kwa nini zinakufa? SACCOS yetu tangia inaanza hatujabadilisha viongozi. Yaani tulivyokuwa tunaanzisha inasajiliwa, tukaweka viongozi. Kuna kipindi walikuja watu wakasema tubadilishe viongozi, waje wale waliosoma madarasa 12 form 4, lakini sisi wanachama tuligoma, tulisema hawa wanatutosha. Unadhani ndio sababu ya SACCOS nyingine kufa na kushindwa kuendelea? Maana kuna SACCOS nyingine ambazo tumeenda hata kujifunza, wanabadilisha uongozi mara kwa mara. Wengine wanakuja wasomi, wanawakalia, ukienda kujiuliza pale ujibiwi vizuri. Kwa mfano wazee, kuna wazee wengine wanaenda pale hawajui, wanajua Kilugha. Akienda kuuliza namwambia mzee huyu wewe, kakai pale. Kwa hiyo sisi hapa wanajua sana na wana upendo na wanajua kumwelimisha mtu, hata mwanachama, hata kama hivi walivyotangaza kwamba vijana watafuata vijana mpaka wafanikiwe. Sasa tuko Matiganjola na leo ni mkutano mkuu wa mwaka wa Matiganjola SACCOS, chama cha ushirika cha akiba na mikopo. Niko na mdau hapa. Tuambie bwana, mkutano leo ni kwa namna gani umekuvutia? Ni vitu gani ambavyo vimekuvutia na umependa? Karibu sana, uanze na kujitambulisha majina yako. Naitwa Lunyamazo Nyagawa. Mwanachama bila shaka. Ni mwanachama ndio. Na mkutano leo unauonaje? Mkutano uko safi kutokana na maendeleo yake na namna ambapo tulianza kutoka zamani hapo mpaka hivi sasa hivi. Unaanza kuona mafanikio ya ukumbi na basi likiwepo, maana yake fedha zipo. Na hayo ndio maendeleo ambayo yanatakiwa kwenye system ya chama, kwenye chama chenyewe. Unaizungumziaje management kuanzia bodi, lakini pia watendaji wake wa chini wakiongozwa na meneja, namna unavyosimamia SACCOS hii, unaridhika kwa kiasi gani? Ninaridhika. Wakati mwingine kuridhika unaangalia mazingira ya shughuli zinazokuwa zinaonekana. Unajua sisi kama wakulima tunataka mafanikio yanayoonekana, sio maandishi ya kwenye vitabu. Na ndio maana tunahoji sana kwenye maandishi kwamba hiki kinakaeje, lakini vinavyokuwa vinaonekana ndio tunajua sisi ndio mafanikio. Maana kwenye uandishi huko bwana huko sehemu kubwa wasomi ndio wanatumia nafasi hiyo. Sasa wakati mwingine tukisema tutumie uandishi bila vitendo, wasomi ndio watatuchukua pesa, zitahamia kwao, tunabaki sisi bila pesa. Kitu tunapokuwa tunaona ukumbi ndio kazi tunaona sisi mafanikio. Na unazungumziaje ukuaji wa SACCOS yenyewe, ukizungumzia mtaji lakini pia na faida ambayo mmesomewa leo? Yani sitaweza kujikita sana kwenye fedha halisi kwa sababu hayo ni maandishi ya kwenye vitabu. Lakini mimi ninachoweza kuzungumza ni haya yanayoonekana. Basi lipo, ofisi ipo na inakarabatiwa, wamekarabatiwa, ukumbi upo na nipo kwenye eneo la ukumbi. Sasa unapozungumzia fedha zinaendeleaje, mimi najuaje? Ila ninachokiona mimi, hiki kinachoonekana kwa macho ndio maendeleo yetu. Ila kilichoko ofisini ambacho kiko wameipaki kwenye safe yao ndio kinacholeta matokeo haya. Kwa hiyo sisi tunataka sasa ni mafanikio zaidi. Tunahitaji watuletee hata basi lingine la pili ili maendeleo hayo yanaonekana, na tunapokuwa tunafika ofisini wasituletee mbwembo ya kusema kwamba sisi kuna fedha zimekwama ofisini, sisi benki nyingine hatujaenda kuchukua. Tunapofika ofisini tunachotaka tu tunapata kwa wakati. Mvutano ulikuwa mrefu sana kwenye kujadili masuala ya mikopo, hususan nyumba. Kama sitakuwa sijakosea, kwa wateja 20 ambao wanadaiwa. Hili kwa kiasi gani lilikupa ukakasi? Na niliona pia ulikuwa ukiinuka na kuchangia mara nyingi. Hilo ndio lilianza kunipa wasiwasi sasa, kwamba fedha ziko kwa wanachama ambao hawajarejesha na wamenyang'anya nyumba. Sisi hatutafuti nyumba hapa, kila mtu ana nyumba yake. Sasa kama mtu anakuwa amefeli kutoa mchango au kurejesha mkopo aliokopa yeye mwenyewe, bodi inatakiwa ikae kwa ustaarabu. Kama amefeli aseme nimefeli na alete changamoto. Na wakati mwingine changamoto zao zizungumzwa hata kwenye chama kabisa, kwamba huyu mtu anaumwa, alipata ajali, alivunjika, ni mlemavu, ili kusudi tufanye maamuzi. Sisi ndio wenye maamuzi ya mwisho. Sasa wanapotuambia kwamba hela hii imecheleweshwa na mteja bado tunaendelea kumsubiria, sisi tunaanza kupata wasiwasi. Hapa kuna msomi ameingia, na hivi kuzungumza sisi hadharani tunaanza kupata hofu. Aliyekopa ni nani? Maana hatumfahamu. Sasa tukizungumza hapa ndio baadaye utasikia huyu jamaa haonekani hapa kijijini, kaenda wapi? Kumbe kisa ni baada ya kufuatilia mikopo na ambaye chukua ni bosi.
na fedha ni za kwetu hizi. Sasa bosi ni nani tena kwenye system? Lakini mnawafahamu hao. Tutamjuaje? Si lazima sio, nataka wasome kwenye mkataba. Wamesoma pale, mheshimiwa wao alikuwepo pale. Wamesoma watu ambao wanadaiwa na anayetaka kunyang'anya nyumba ni nani? Hatujui sisi. Sisi tunasomewa taarifa tu ya mikopo ambayo ya wanachama ambao hawajadai, na wametuambia pale wanachama 4 nyumba ziko chini ya ofisi. Na hii taarifa ilikuwa kutoka mwaka jana. Tuliwaambia wakae nayo kwa busara ili tuone tunawasaidiaje kwenye chama. Na pamoja kwamba yule kiongozi afisa ushirika amezungumza hapa swala la chama hakiwezi kumsaidia mtu. Lakini sasa nini kifanyike sasa? Hakuna sasa kuingiza dini. Basi tuingize tu kamanda. Jeshi sasa tutoe kautu ya jeshi kwamba kama umefeli basi nyumba ikabizwe kwa wanachama. Wanachama aone anayeweza kununua ili fedha ziweze kurudi kwenye chama. Kwa sababu ukisema bembeleza kwenye system, wanachama 5 tu mbona wanaweza kufuta chama hiki? Na tukajikuta baadaye tunatakiwa tuuze jengo sasa kufidia hela ambazo mwanachama ameshindwa kulipa, tugawane ofisi ifutike. Haya atakuwa sasa ni mambo ya ajabu sasa. Kwa ulivyosikiliza mkutano mzima wa leo, nini ushauri wako kwa bodi lakini pia kwa watendaji? Unawashauri nini? Waendelee kujisafisha kwenye hii system ya kwamba mtu anafeli kulipa mkopo. Hapa penye kufeli mimi ndio naona, lakini kwenye masuala mengine ya utendaji wa ndani, hasa masuala ya taaluma, mimi ni mkulima mkiongozi. Nashinda ndalima, na kwenye swala la shambani kule wala hahitaji elimu kubwa, na hivyo wanavyotuambia sio kuna mbegu bora. Yani wakati mwingine mimi naona wananichanganya tu. Wao magunia yanatoka 45, si 48. Mimi nikienda kulima kaka napata roba 5, natosha chakula, bora tungeshoa tumetajirika. Kwa hiyo kwingine huko kwenye swala la kitaalamu. Mimi naona wananipotezea muda. Mimi nataka vitu vinavyoonekana. Waleta hata gari la kutembelea meneja hapa ili kusudi anapokuwa anaenda kuchukua fedha sehemu basi tofauti, anaenda kwa wakati. Lakini mimi habari ya kusudi meneja sio anaendeshaje shughuli zake, sio kalani anafanyaje sasa utara au swala la utara, mimi sipo. Na nataka vinavyoonekana mimi. Moja ya mipango ya bodi pamoja na management kwa ujumla ni kuja na bonanza, na lengo hasa ni kuvutia vijana waingie kwenye ushirika. Hili umelionaje pengine? Mimi nimefurahi kwa sababu kwenye swala la kazi sherehe pia huwa inatakiwa iwepo. Na hii ndio furaha yenyewe. Raha. Wakati mwingine baada ya kazi ukikaa mahala fulani hivi ukaenjoy na wenzako, nayo ni bonanza. Unajua hata ukiingia baa kama umeshachukua pesa yako hapa umefanya biashara unaona faida, unakunywa na wenzako unapata story tofauti tofauti za wafanya biashara tofauti tofauti, unapata raha. Si moja bonanza, uchukua mwenyekiji wa kijiji upande wa pili ukaleta, utasikia na kauli zao wanazungumzia nini kwa ushindi wao. Kwa hiyo hapa watakapokuwa wameshinda watazungumzia SACCOS imetusupport katika kufikisha kwenye ile lengo. Na kama imetufikisha kwenye ile lengo, maana yake hata mtu mwenyewe anatakiwa afikishe sasa, aweka akiba yake, siku nyingine ile lengo limfikisha hata kwenye familia yake, anunue hata mchele, wali, mbuzi, aweke sherehe na atuite na sisi tunashirikiana naye kwenye bata. Haya, mwisho sasa, nini neno lako kwa vijana juu ya kujiunga kwenye ushirika? Ni muhimu sana kwa sababu kwenye swala la kujiunga kwenye ushirika sio hiari. Yaani hata kama usipojiunga bado utaenda kuchukua pesa kwa aliyejiunga. Kwa ni vizuri ukajiunga mwenyewe, ukajiwekea fedha zako kwenye account, ukajichukulia muda mwafaka na kwenda kuazima kwa jirani. Unaweza kukosa wakati mwingine, lakini ukiweka akiba hapo unajichukulia kwa wakati unaotaka wewe. Shukrani sana. Tukumbushe jina. Nikukumbusha jina kiongozi. Naitwa Runyamazo Mwanyagawa, huyu mwenyeji wa hapa kijijini. Hana cheo lakini maisha yanasonga na viongozi wangu ndio nawaongoza katika kuchangia mada. Shukrani sana. Asante.